na usingizi ni mbaya. Na Ibilisi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ya Mtume sahihi, Ibilisi huwa anawakojolea watu kwenye pua zao na masikioni. Na mkojo wa Ibilisi, rafiki yangu, kama umepigwa bangi, tena bangi yenyewe sijui kutoka Mexico, ukilala huamki. Ukilala huamki, anakojoa na huku anakubembeleza, lala usingizi, lala lala, unakoroma, unashtuka watu msikitini wametoka. Lakini ndugu zangu, simu hizi zinatutesa sana. Hizi smartphone, lugha ya mkoloni nasema smartphone, kwa Kiarabu inaitwa jawalun dhaki. Sawa, hizi zinatutesa. Unaweza ukakaa ukajikuta saa 7 imefika na usingizi ni mbaya. Twendeni ndugu zangu, salatul isha, salatul fajr. Hadithi inayofuatia katika suratul asr, Allah anasema wal asr, na uwapia wakati wal asr. Innal insana, hakika ya mwanadamu. Innal insana, inna ni harfu tawkid. Al insan ismul jins, hakika ya mwanadamu. Al-insan, anayeitwa mwanadamu, la fi khusrin, yupo katika hasara. Kwa nini Mwenyezi Mungu amewapia wakati wa alasiri? Waislamu wenzangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi sahihi, anasema yataaqabuna fikum malaikatun bil-layl wa malaikatun bin-nahar, wanabadilishana zamu malaika wa usiku na mchana, wanabadilishana zamu. Wayajtami'una fi salati al-asr was-subh, wanakutana katika wakati wa alfajiri na wakati wa alasiri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, kisha huwa wanapanda wale malaika ambao waliolala na nyinyi. Malaika walioteremka alasiri jana Alhamis wameondoka alfajiri leo tulipokuwa misikitini, wameshachukua ripoti zako zote. Thumma yas'aluhum wa huwa a'lam bihim, Allah anawauliza wakifika kule, anawauliza malaika ambao walishuka alasiri jana na wameondoka leo alfajr, kaifa taraktum ibadi, haya mmewacha vipi waja wangu huko duniani? Wa huwa a'lam bihim, Allah anajua. Malaika wanatoa ripoti, atainahum wa hum yusallun, tumewakuta wanasali alfajiri au alasr. Wataraknahum wa hum yusallun, na tumewaacha wanasali alfajiri au alasr. Kwa ina maana hao malaika walioshuka alfajiri wanaondoka alasiri ya leo Ijumaa, wameshachukua ripoti zetu, na hawataondoka alasiri ya leo mpaka alfajiri kesho. Kwa ndugu zangu katika imani, na kuombeni tujitahidi sana. Ndugu zangu, wale mnaokaa jirani na misikiti, semeni alhamdulillah. Wallahi mpaka unatamani. Nilikuwa nazungumza siku moja baada ya kusikiliza khutba hii au darsa, mtu mmoja, mtu mzima sana, anakwenda miaka 70, akaambia, shekhe, wallahi kwa hadithi hii, kwa haya natamani leo kesho nyumba yangu niuze, ninunue nyumba karibu na msikiti. Fadhila kubwa sana, fadhila kubwa sana sana sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana tuipata salatul fajr na salatul asr.